Yende mbele injili yo, yende mbele, yende mbele injili ya Yesu, yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu, Yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu, Yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele injili ya Yesu, yende mbele. Kwani mnasimama? Tuombe. Mtakatifu Baba yetu, imefika wakati mwingine wewe kunena nasi. Tawala na utamalaki, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mbweha Wadogo. Hiyo ni namba yangu, mwenye macho yake inafika hapo uangalie vizuri. Usipoangalia nitakuwekea mwishoni. Na ukitafuta pia niko kwa social media, niko kwa WhatsApp, niko kwa Facebook, najiita tu jina yangu vizuri, John Waitage, na niko kwa YouTube Bible Ministry. Hata ile mahubiri yenye imetoka saa hizi tayari ndio hizi ziko kwa YouTube. Enda YouTube, search Bible Ministry, utaipata. Ukikosa Bible Ministry, tafuta Keep. Wenye wako karibu simsome hapo, Keep Dr. Ukiipata, ukitafuta saa hii utaipata, lakini ngoja kidogo. Na hiyo nyingine simulikuwa mumeonyesha kwamba pia iko tayari kwa YouTube. Hata hii tukimaliza itakuwa wapi? Having said that, I'm a family man enough, Yeah. Wimbo ulio bora, sura ya 2 aya 15. Nilikuwa nimeongea jinsi saa zile Kiingereza kiasi cha haja, sasa tunene Kiswahili. Niliona ndugu yangu wako wapi yule kiongozi, alitaabika na Kiswahili. Shida hayuko hapa mbele, angekaa karibu na hapa apate Kiswahili 2. Yenye ilirudi saa 8. Unajua mwalimu ni mwalimu, sasa Kiswahili kitaenda sambamba na lugha sanifu. Kwa hivyo sasa tarajia na utumai ya kwamba mimi nitatembea Kiswahili, hata maelezo mengi nitatumia Kiswahili, unless, msikia nimeweka Kiingereza hapo, unless it has to be an English word. Hiyo haina Kiswahili. So nimesema hivyo, umeelewa. Sawa sawa. Mbweha wadogo. Tukamatie mbweha. Natumia Swahili Union Version. Tukamatie mbweha. Wale mbweha wadogo waharibiwa mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Mwangalie mwenzako, mwambie hivi, kama kuna kitu unaogopa, jifanye unapiga simu na uanze kuhepa. I hope hata wewe umeambiwa. Sasa ulikuwa unamwambia, si hata alikuambia. Kwa nini uhepe pole pole uondoke, na unajifanya kama ni simu isionekane ulikuwa unahepa, kwa sababu mambo yamekuwa moto. Kwa nini? Milango ya kanisa unaona hii nimefunga tu ndio msinidisturb, ndio pale ionekane vizuri, lakini mlango pale iko wazi. Mlango uko wa wema, mlango wazi. Utembee pole pole, hata usisumbue mtu. Alafu na text mwenye mlikuwa mmekaa karibu, mwambie utaniletea bag imeumana. Mbweha ni nani? Mbweha ni mnyama wa jamii ya canis mwenye mkia ulionyoka, manyoya ya rangi ya njano na kama majani makavu, na masikio yaliyosimama. Mnyama huyu huwinda wanyama wadogo, hali mimea, anawinda wanyama wadogo. Huyu mnyama analinganishwa na nini kwenye Biblia? Andika haya mafungu maana tutayasoma. Huashiria udanganyifu. Unaposoma Luka 13:32, Yesu anawaambia wanafunzi waliomkuta, akaambia, nendeni mumwambie huyo mbweha. Ati ni mfalme anaitwa hivyo. So mtu anapokuwa na udanganyifu anaitwa nini? Mbweha. Pia inaashiria dhambi. Tukamatie mbweha wadogo. Wimbo ulio bora 2:15. Tukamatie mbweha wadogo, ni vile tu dhambi tudogo ambazo huenda tukadhani ya kwamba haina shida sana. Pia huashiria ukiwa.
ama utupu, mahali ambapo pameachwa. Ukisoma kitabu cha Maombolezo 5:18 inasema wale walikuwa na kaa kule ambapo kumeachwa ukiwa, wanaitwa mbweha. Pia huashiria upotovu wa kiroho, kama wachungaji wa come expecting miracle, somebody say kata. Hawa nao wanaitwa mbweha. Baada ya kusema hayo, mzabibu nao ni nini? Mzabibu katika Yohana 15:5 Yesu anasema mimi ni mzabibu, nanyi ni nini? Ni matawi. Akae ndani yangu mimi, nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. So sisi ni wazao wa Yesu. Yesu ndio mzabibu, wa Kristo ni matawi, na sisi ndio tunaozaa, si Yesu. Matawi ndio yanazaa matunda, na haya matunda yetu yanaanza kuchanua, lakini kuna mbweha anaweza kuja kuharibu mizabibu. Haleluya! Kwa nini tumwambie Yesu tukamatie mbweha wadogo? Mbweha hawezi kula mimea hata siku moja. Unapopata katika wimbo ulio bora 2:15 Sulemani anatoa mfano huu, na kwa wale ambao hamjui, wimbo ulio bora ni unabii wa kipekee, sio tu mapenzi. Ijapokuwa unaweza andika toe mistari miwili hapo. Wacheni kwenda kusoma zile vitabu vya mapenzi. Tafuta Yesu, atakufundisha mapenzi. Toa nukuu ama screenshot ama unukuu kutoka kwa simu yako pale kwa page ambapo unaiangalia hii aya. Inukuu vizuri, weka kwa WhatsApp, ipambe na rangi za maua za upendo pale hivi na moyo wa upendo mwekundu hivi, alafu utumie mpenzi wako, ama umwambie tu dada, nimeona umeketi tu vizuri, si nikutumie hii aya. Yaani kina dada hawataona ni aya, ataona ni wewe ndio ulisema kwa moyoni. Haleluya! Tukamatie mbweha wale mbweha wadogo waharibiwa mizabibu, maana mizabibu yetu inachanua. Kwa nini tukamatiwe mbweha? Mbweha huchezea mimea ya mizabibu, na huenda wakadhaniwa kuwa sio kitu, maana ni wadogo, lakini mwishowe wanaharibu hizo mizabibu. Na mizabibu yetu ni mambo ya kiimani tunayotarajiwa na Yesu tuweze kuzalisha. Na kwa sababu ni changa, mbweha hao wadogo wanaodhaniwa hawezi kuharibu kitu, mwishowe wataharibu imani yetu na haitazaa matunda. Mbweha wengine maishani hukaa kana kwamba hawana madhara. Kwa kilugha ya kimombo tunawaita very innocent. Kama kwa mfano, nakuja hapa Eldoret, napitia, natoka kule Bantu Forest inaitwa Kondo Farm Plot number 201. Alafu nikiuliza, "Daktari uko wapi?" Wewe mwenyewe vizuri sana unajua uko Cheptiret. Na unasema niko wapi? Kondo. Ndio hata ninaingia town. Kwani hiyo ni dhambi? Si vile uko nataka kumwonyesha umekaribi? Lakini ni kadhambi kadogo. Na uongo baba yao ni nani? Na waongo hawataingia ufa? Hao ndio mbaya. Tuite tu kidogo. Kwani nikimuhaka brother kuja, unajua sasa watakuja kusema aliita msichana hata kaanza kuja na wacha kila kitu kwa mkono. Yaani kwani nikihaka wasije wakakuita wewe ni msichana, mimi nitajifanya ndio msichana Okay. Alafu hii kalamu yangu itawakilisha kitu fulani. Wanajua wenyewe. Sasa wataniambia, kwani kuhag iko shida? Nitawaambia, haina shida, inategemea unahaga aje. Wananiambia, sina hag brother yangu na dada na baba yangu. Angalia bila wanahag. Inaitwa social distance. Boyfriend na girlfriend. Nakufundisha njoo. Okay. Sasa unaona mahali iko. Alafu nikisha hug hivi wanapitiza mkono huku. Alafu wanaanza kusugua kidogo. Na unajua kuna ile ya michuki inaitwa nini? Mkanda ule wa mwisho Safety belt imefungwa huku. Ule mkanda huko. Nikishika hivi nasikia imagine venye nashika hivi nimekudunga. Chemistry nasema nini mwalimu wa chemistry? Mambo inaharibika. Daniel 1:4 kwa lugha ya Kiingereza inasema understanding science, yani wanaelewa sayansi kwamba kuna vitu, kuna mahali hiki kidunga hapa juu, yani akikudunga juu wewe unadunga chini. Sasa akidunga juu wewe uko chini unadunga, unasikia
Wenye wamecheka wamenielewa. Yaweza kuwa ni wazo ambao uko nayo kwa mawazo yako, ama ni tendo, ama mtazamo. Tunaita perception, au kulegeza msimamo kidogo, tu compromise. Unaanza tu pole pole, haikwagi kitu kubwa. Bwana wadogo hawanaga shida. Si wanaruka tu hapo, alafu mizabibu ujue zinamea zikitambaa, ni kama tendrils. So zinaruka zikishika hivi, zikifanya hivi, zikiuma, na wao nafikiria haichezi, haina madhara, lakini mwishowe inakuwa na madhara. Kumbuka, kwa nini waondolewe? Si kwa sababu wataharibu miti yenyewe ya mizabibu, ila zabibu zenyewe ndio zitaharibika. Kwa nini? Maana mizabibu yetu inachanuka. Matunda yetu yangekuwa yamekomaa, hatuna shida. Andati sio mtatoka hapo nje muhad meaning hana shida. Matunda yake ishakomaa. Ako na watoto kadhaa. Hana shida. Lakini hiyo jamaa wengine hapo mtashikana hapa, ama elda utakuwa na shida sana. Watoto wangu karibuni watakuhaga na waondoke. Lakini wengine unasikia jamaa mwingine anafaa wakigonga hapa juu, uko chini wanafanya yes. Yes. Mwenye amenielewa. Kuna matunda mengi katika maisha yetu ya Kikristo. Kwanza kwenye ndoa, kwa watoto, kwa uhusiano wetu na Mungu, na tuko katika hali ya hatari tusipochunga yanapoanza kuchanuka. Wengine wamepata juzi kazi, kuna mwingine anataka kuanza kukula hiyo fare. Kuna mwingine anataka kwenda uni, na wengine colleges, TVET na kadhalika. Unapoanza kutaka kuchanua hizo mizabibu, sasa ndio zinaanza. Mwingine anakuambia kuondolewa kutu. Anataka kuanza kukuondoa kutu. Ukifika tu university anataka kukuondoa kutu. By the way, kama uko hapa na unaondolewa kutu, ombi la mwisho hakikisha umeombewa. Ama utakufa na nitakuja mazishi. Elda muhakikisha mmeniita mazishi, na hayo ndio tutakayosema. Huyu kijana tulikuja tukahubiri, wakakataa kuhubiri. Msipokokoka mtakufa kwa ngono na zinaa na ukimwi kama huyu. Ukiweza taka kufufuka hivi, ukute ni mimi nahubiri, unasema acha nikufe tena. Mambo matatu kuhusu mbweha wadogo. Jambo la kwanza, mambo mengi yanayoonekana kuwa mazuri kila siku na ya kupendeza hayana shida. Unadhani hana shida kwa kuwa na pia haziko salama. Zile vitu unaviona si mzuri, kama vile kuhug, kama vile kushikana kiuno, kama vile kutembea pamoja, atikwenda sleepover. Si hata I swear before God, huwa sifanyi. Hatufanyi kitu, tunalalaga pamoja. Laleni tu. Haina neno, ni mbweha wadogo. Mengi sio mabaya vile, na pia sio mema vile. Hizo vitu yenye tunaona sio vizuri, na pia sio mbaya, lakini ziko hapo katikati. Siku ile zitakuamkia ndio utashangaa. Mahusiano ya kijinsia kama social media. Mnachat usiku, hi. Unasonga vizuri kidogo, umelala bado. Yaani short messages kwa WhatsApp. Alafu tu emojis tunaanza kusonga. Inaitwa viashiria, emojis. Viashiria vinaanza kwenda. Nakutakia usiku mwema, nawe pia mwema. Lala vizuri. Kiashiria cha kekundu na kamoyo. My friend, huyu mwingine anaweka kamoyo na kamshale katikati. Inaenda Alafu mwingine kiashiria cha kucheka. Kanaenda mpaka unasema video, unaanza kutumiana picha chafu. Sikia, kujiendeleza kielimu. Pia kuna shida. Mimi hata nilikuwa ninashangaa. Tunasoma mtaala, kumbe wazungu hawatupendi. Mitaala zimekuja zikibadilishwa. Hakuna vile mtaanza enda popote mniconvince CBC ni mzuri. Hakuna mtaala mzuri, wote ni agenda. Na ninaposema agenda, ninasema ni agenda kwa sababu ninazijua. Juzi jamaa wetu huyu kiongozi alienda akasema, nitakapoingia tu ikulu hivi, hiyo CBC ninaondoa. Ama hakusema, shida msikiani campaigns watu wakiongea. Siku ile tu aliingia hivi, wajamaa wenye agenda wakawa pale wakamwambia, siku ile aliapishwa akaitwa ng'ambo, akaenda kufanya mkubwa. Ama mjui, akaenda akaambiwa sikiza na usikize. Sisi ndio tuna run na sisi ndio tunasema na tunatenda. Kama unataka kuendelea kuwa rais, hiyo maneno unyamaze, sisi ndio tunatoa. Uendelee kuambiwa Mwafrika, mbwa ako na meno 42. Tangu wewe ugraduate kwa hiyo secondary school ukisoma
kwamba iko na meno that 42, ulishafanyia kazi yote. Wewe dokta mzima na ukasoma tumbo iko na meno 40 ngapi? 2. Umewahi kukusaidia na nini? Mitaala zingine zinakuja. Juzi wakataka kusema waingize mambo ya jinsia moja. Wakaona Uhuru kwanza alikataa hiyo mambo ya jinsia moja. Wakaona hii ni hard nut to crack. Akasema tutafanya nini? Wakaanza kusema masomo ya kwanza kusema ya kwamba tunapeleka maombi ati prayer day, siku ya maombi katika mashule zikome. Ilifika hapo hiyo maneno? Mlisikia? Hizi ni mipango ziko tu. Vitu zingine tu zinafanya majaribio, microphone testing 1 2 test 1 2, zinafanya majaribio waone vile mtaka. Hata hii mambo ya corona nini ilikuwa ni majaribio. Hiyo nisiongee sana, ilipita. So hizi vitu zote zinapangwa. Saa hii masomo ni mazuri sana. Hakuna kwenda darasa kila siku. Hata mimi na ukubwa wangu wewe umesema bado utarudi South Africa. Mimi nafanya yangu online. Juzi tu ndio nimefanya examination ama mitihani. Tunafanya kila wakati unapoendeleza masomo unapata pesa zaidi. So, fanya nini? Hakikisha watu wamesoma, wasome kabisa, wawekee mitihani mpaka Sabato, wawekee mitihani, wakifika kwa nyumba wasisome lesoni, wasisome Biblia, wasiimbe, wapatie kazi za ziada, homework. Wapatie kazi za ziada, wakazifanya nyumbani, wakose nafasi ya Biblia, wakose nafasi ya fellowship katika familia zao, wakufe kiroho. Agenda. Mbweha wadogo. Mambo ya kimaisha. Maisha yanatusukuma mpaka kando. Unapata watu wanasema, unajua siku hizi usiponunua kazi, hata wa lecturers lazima tuwanunue. Kina dada tuwanunue, na tuwanunue gali, tunawanunua tu kwa kutembea pale Masai Mara. Mnaenda pale chini, unateremka tu na lami hapo, kuna katu hoteli mzuri hata opposite pale Total mahali mnaingilia mkienda shule, hapo kando kuna hoteli tu nzuri tena kubwa. Lecturer ashalipia, hauna shida. Ni uende tu utumbuize yeye kasilipova kamoja. Mtihani wote hakuna mkatu na keti, hakuna mtihani unaingia na unapita kila kitu. Si Mungu ataelewa. Tubweha wadogo. Sema mbweha wadogo. Namba 2. Utambuzi wa hekima ni muhimu. Mambo yanayoonekana kuwa hayana madhara ndio njia ambayo shetani hutumia kuharibu hiyo imani yetu. Kwa mfano tabia. Nikichukua simu zenu saa hizi, nianze kuambia fundi wa mitambo, dunga, cheza nyimbo mfululizo, utapata mtu akikaa hapa karibu. Ni nini ba ndugu? Nilikuwa nasema ndio message ikiingia nifute. Si message, ni wimbo utakaofuata unasikia. Na kaanza mwendo mbinguni. Nini inaharibika? Kuna zile amezikoroga, zinakaribia, zinaharibu tabia pole, zinaanza kuchezea mawazo. Unapata mwanafunzi mzima ameweka earphones, ati anataka kugraduate university, na umeweka earphones, umeweka ati inaitwa blues. Mwingine ameweka jazz, ati unajua inaliwaza mawazo. Niwaze tu mawazo, mwisho inapeperusha kila kitu. Zile vitu unaangalia kwa TikTok. Kina dada ni nini mnapost? Acha tutaongea hiyo baadaye, si ndio? Tunisiharibu. Tabia yako inakaaje? Kanuni za jamii bado ziko ama tulizipoteza? Tunakaaje? Sisi wenyewe tunakaaje? Jambo la 3. Ni lazima tutegemee ufahamu wa Mungu na usaidizi wake. Sisi hatuwezi tegemea akili zetu wala hekima yetu. Ndiposa Sulemani anasema tukamatie, kumaanisha kuna vitu vingine hapa siwezi. Bila Mungu na bila hekima ya Mungu na nguvu za Mungu siwezi. Imagine utakaaje? Elder, umekaa vizuri sana. Elder, wewe nimekutumia mfano sana. Utakaaje brother? Utakaaje? Ati mko na dada hapa, mmefika kanisani mapema, anavaa nguo zimefika hapa. Alafu tena anakukalia kama mwanaume, Alafu akamwambia, ulisoma lesson ya hii wiki na amekaa hivi. Ukiangalia huko Nigeria kuna kaa white ama ka pink hivi. Hawa bagi black. Sasa anataka kuja kuleta kazi, anavaa ka white ama pink. Alafu anakaa hivi. Utaanza kusema haleluya. Unasema nikimwambia afunge, acha niangalie dakika moja alafu nimwambie funge. Utaangalia mpaka kesho.
utukamatie mbweha wadogo Yesu. Hii vitu zingine hatuwezi sema no, lazima Yesu utusaidie. Tunahitaji msaada wa ziada ambao ni wa Yesu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Tuko dhaifu. Mifano ya mbweha wadogo ni kama nini? Kutojali kiroho, fashion na msukumo wa kimitandao, ngono na maisha yasiyofaa, kamari ama betting na fedha za haraka, marafiki wanarika ama peer pressure, na majaribu yaliyo kwenye elimu. Siniongee juu ya haya yote alafu tuite siku. Sawa sawa, si ndio? Kama unaandika sasa, tuanze kuandika. Namba 1, kutojali kiroho. Yohana wa kwanza sura yake ya 5 aya yake ya 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huko ndio kushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kama kuna kitu kinastahili kuchunga kwa udi na ubani, ni imani yetu. Vijana wengi siku hizi hawako serious maishani, especially mambo yanayohusiana na nani? Na Mungu, kama vile maombi, ibada yako ya kibinafsi, usomaji wa Biblia na kujishughulisha kiroho, hata kuja kanisani. Mfano, ni nani jina lake linaanza na A? Abiud, Abiel, Abraham, Abednego. Wanaume hawako kwa hii nyumba. Ladies, Abigail, Alice na kadhalika. Nani anaanza na A? Dada, niambie fungu la kukariri, moja kutoka Agano Jipya na moja kutoka Agano la Kale, na usinukuu Zaburi 23, Bwana ndio mchungaji wako, na usinukuu Yohana 3:16, na usinukuu Yohana 10:30, Yohana 11:35 Yesu akalia, nukuu zinginezo. Agano Jipya pia. Haleluya. Amen. Ndugu, usimame na utusaidie huku kuokoa wanaume. Moja Agano Jipya, moja Agano la Kale. Moja katika kitabu cha Exodus 20:8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hiyo inaitwa national anthem ya Adventist. New Testament. Revelation 1:7. Behold, Ufunuo 1:7. Tazama yuaja na mawingu, kila jicho litamwona, na wale waliomchoma, na kabila zote za dunia watashangaa kwa ajili yake. Wataomboleza kwa ajili yake. Asante. Naam, amina. Ubarikiwe. Nilikuwa nangoja hicho kipengele cha mwisho, maana ninajuaga tu watu wanajua ya kwanza, cha mwisho wanapotea. Ni wangapi wanaweza kunukuu aya 10 mfululizo bila kusita kwa mkono juu? Sikwambii unukuu, ni kuonyesha tu kwa mikono, ishara ya mikono. Kwa Kiingereza, I'm asking who can memorize 10 consecutive verses without even thinking. Katika umati ya watu karibia 100, ni mchungaji na ndugu pale na dada. Wao 3 tu. 5, sijasema 5, nasema 10. Hata watoto wangu wale wadogo si watakushinda. Karibia mimi katika kila kitabu cha Biblia naweza nukuu kitu. Na nikisomewa Biblia hata kama ni version gani, nitajua hiyo ni version gani umesoma, na najua umesoma vibaya, na hadi kama hukuweka nitajua hukuweka. Ukisema neno nyesio hiyo nitajua hujaweka. Ukininyang'anya leo kila kitu mpaka Biblia na uniambia ongea juu ya topic fulani na ufundishe, risali moja nitaongea na bila kwenda kando. Kwa sababu gani? Lazima tuzame kiroho. Lakini vijana wa leo hawajijali kimasomo. Ukiwapata kanisani ni kufanya nini? Utafikiria wanasoma Biblia, wanachati. Nani saa hizi kwa kuonyesha mikono simu yake hayuna data on? At least 50%, the rest wako chati. Nini inashikilia maisha yako katika ulimwengu wa leo? Nani anakuongoza zaidi ya mwingine? Nani anang'ang'ania maisha yako? Mbweha wadogo. Ya kwanza, kutojijali kiroho. Jambo la pili,
Usiguze hapo, hiyo ni mbaya. Fashion. Kwanza nitaharibu. Ndio nilisema ukisikia vibaya unaamka unajifanya unapiga simu na umeishia. Nasema nini? Warumi 12:2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Unapofanya chochote kinachohusiana na fashion, usicopy paste, usiige dunia, usifuatishe namna ya dunia. Jiulize, kenye nataka kufanya, kile nataka kuvaa, vile nataka kufanyia mwili wangu, ni mapenzi ya Mungu? Kama ndio, enda ya pili. Ni njema? Ndio. Enda jambo la tatu. Inapendeza mpaka kwa watu? Ndio. Na ni kamilifu? Kama ni hivyo, vaa. Kama ni hivyo, fanya. Jambo lingine, vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kusitiri. Timotheo wa kwanza 2:9. Sio kwa nini? Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Kwani mpaka waambie kusuka nywele ni nini? Nia yenye umefanya na haukuosha kichwa mwezi mzima, na mwanaume mzima tu na akili neno dhati tu. Mwanaume naongelea na wewe, boy child, you are dangerous. Wewe mwanaume, si ukuwe na akili? Unaenda kuambiaje mtu hajaoga? Uchokara hajaoga, unasema ananuka. Mtu mwanadada hajaoga mwezi mzima kichwa, alafu anakuja unataka kuhaga na jasho hii yote na vumbi, na unamwambia you are smart. Akili yako pia si nzuri. Alikuja akatutusi, si umoi fungu, ama si ndio ulisema watu wamoe? Si umoi fungu uondoe, isiseme isisukwe, ndio tujue ulioga. Kwa nini hukutusomea Ruth 3:3? Ruth 3:3 inasema oga kichwa. Wewe kwanza oga. Uoge mpaka kichwa. Na ujipake nini? Marhamu. Silisema. Na niluka gasia uambie watu waoge. Na waoge kutoka tosini mpaka nyayoni. Kina dada, nyinyi ndio mko na shida. Wanaume wote tukiwa blind leo, tuwa vipofu, mbinguni tutaenda kesho asubuhi. Wanaume, habari zenu? Wameweka hizi zote za kuweka uchafu wa kutoosha kichwa ili tuone. Ni vile hata mwenye umekaa karibu na dada hata huwezi mwambia hata uko smart hata kama aje. Si uliona mwingine alikuwa anaibisha hapa hata. Imagine wanaume wazima, hata mwanaume mwenye ulikuwa unaibisha na dada, unaimbisha wimbo hapa na dada mwenye aliosha kichwa asubuhi, tena amekata nywele, alioga shawa kuanzia juu mpaka chini, ama au kujua. Na huwezi mwambia tuimbe wimbo. Tuimbe wimbo na mwanezeji wa smart. Hata huwezi nanoneza. Si hata msendie text basi. Ama ni wivu. Ama labda alinyakwa na mwingine nini. Sasa anaona nikimwambia hata ni bitcoin. Sikia. Hizi vitu mnapakaga huko, alafu mnatupostia kwa Facebook tuzione, si ndio hiyo? Mtu mzione. My friend, itaoza. Sitakweko. So mimi nimekuja, Mungu amenituma sehemu hii niwapatie warning. Itakapoharibika, utalilia chooni, utaweka nje, tutakuja kuona hospitalini nasema, "Hakimu niombea siku ile nikipona hivi, ninamtumikia Mungu, ninaishi kanisani siku zote." Si ulienda hapo? Dada wetu anasema nini? Fashion katika kitabu cha Christian Temperance and Bible Hygiene. Kurasa 85, beti la kwanza na la pili. Nasoma kwa lugha ya Kimombo. Fashion rules the world and she is a tyrannical mistress, often compelling her devotees to submit to the greatest inconvenience and discomfort. Yani ni kiongozi katili, anakulazimisha ufanye. Ndipo mwingine anasema hata saa hii sinyoi na sinyoi. Kwa nini? Tyrant amesimama akasema utaniabudu. Na unasikia kitu hapa? Often compelling devotees. Anataka wale wanaomtumikia kwa unyenyekevu. I will obey you. Baki tu kwa kichwa yangu, I will obey you. Hey, Satan, the instigator and the prime mover in the ever-changing, never-satisfying decrees of fashion, is always busy devising something new that shall prove an injury to physical and moral health. Shetani kila mara yeye
anajaribu kutafuta vitu vinavyobadilika, anaenda na fashoni ili kutafuta vitu vitakavyo haribu mwili na roho ama na akili. Ndiposa shetani anatumia vitu vingine. Kesho kifo kikitokea, anaanza kukucheka akiwa ameketi kando. And that is why wasichana wengi tunakimbia, tunapost hizi huku, wanaume huku ni uchafu imejaa, hakuna kitu kingine zaidi ya hapo. So usitamani hizo, kwa sababu ukitamani, kesho wewe ndio utatupostia kwa social media, ulipost hivi, utatupostia unasema this is what happened to me. Akili kauka. Oh yeah. Postini mwambie watu msiwahi paka kama mimi. Kesho ikikatika, unaanza sasa kwa ende tunafundisha, tunasema ilikauka kila kitu. Utajikuta umechelewa kuingia kwenye ufalume wa Baba. Mateso, shida nayo mateso, moto huku ukiwaka, tukimbie baba na mama, kimbia. Wanaume, fashion haijatuacha nyuma. Fashion haijatuacha nyuma. Tumesonga, tumeanza kuvaa miarisho, unakaa kama mtoto amelowa napi, inataka kubadilishwa. Ndiposa wasichana wa leo hawakuiti gentleman, wanakuita toto. Na wewe shida tu anasema waliniita nini? Kwani ukiitwa baby, babes, si ni toto? Ama mtaka niongee Kiswahili ni toto? Ati ni fashion, tumesonga ati na tunavaa tu ati nenda church. Nenda church ya nani? Badilika. Bwana wado? Hata wengine wameanza kukatakata kabisa sasa yote. Mimi nimesipotiwa mahali kwa harusi. Vitu tu vinaendelea. Sijamalizana na nyinyi kina dada. Ati tunavaa longi tusirepiwe. This is rape case in the making. Ayo mwenye kutengeneza sauti alinitengenezea. Kama hajatengeneza tafadhali njoo tengeneza. Ulinitengenezea mtu akipaza sauti. Hebu nitengenezea haraka hapo. Maana nataka tuangalie vitu. Ati tunaenda party, unajua uwezi vaa kama ati Catholic, kama nani wa Catholic, kama masista. Tuvae vizuri, hata kama tunaenda party tuvae vizuri. Hata unaweza kutuletea mhadhara hapa ati tunavaa night dress na mnatembea naye ati tuko tumeenda bashi ya jioni, kwani nani ataniona? Hata kama hatukuoni tunakuona tu. So lazima tuvae vizuri. So baada ya kuniwekea sauti, sikiliza huyu. Nitakuweka tu saa hizi. Tumevaa trouser, tunaenda pale. Si tunaona pale. Mpaka tunashangaa. Ninapita hapo najifanya si wewe na nimekuchukua na nakuja kukufundishia. Kwa sababu siwezi kukusalimia niambiwe mko na huyu kanisani. Hata yeye anakuwa ameokoka. Nisije nikaambiwa hivyo nitakutenga. Lazima tuvae vizuri. Ukiketi, nyuma zinarudi chini, kila kitu kinaenda nje. Nzuri sana. Kabisa. Tosha, tutaongeza. Lakini madam, hii parking ni ya watu wenye wanaenda church. Sasa mimi naenda church. Tutaongeza tu hapo. Wewe ukiwa umevaa hivyo? Kwani nimevaaje? Ai. Hizo si mavazi za kwenda kanisa kimama. Wewe ni nani kwanza? Mimi ni watchman wa church. Na sasa watchman ni kwanza. Wewe unajua fashion? Unajua fashion ndio ndio ukitoa uniform unafaa mtumba. Wewe hata naona kama hata chakula kungekuwa na chakula ya mtumba ndio ungekuwa unakula. Ni sawa tu, lakini na wewe ni watchman tu. Mimi naenda kanisa. Hizo si mavazi za kanisa. Mimi nakwambia tu. Namba 3, msukumo wa kimitandao. Zile vitu tunafanya siku hizi. Kwanza kuna kuwa hii brother, labda ujiona hiyo. Siku hizi kuna zile nguo zinakaa zimeshikwa, zimeweka stika ya mkono. Angalia vile wanawekwa. Haki watoto watajimaliza. This girl is one in a million. She agreed that nonsense well. Tanitoa sauti ndio uangalie. At least huyu alikuwa na adabu kidogo. Mtu anashika rangi alafu anakuwekea. Unakuwa na alama, inakuwa ni fashion ya siku hizi. Wale ambao hawajali ati ndio ionekane ati iko na maalama. Hizo ndio vitu zinazoendelea sasa hivi katika mitandao. Na unakubali kabisa kushikwa. Vitu yenye unaona mitandao unataka hata nyinyi kufanya. Na unaona watu wanajifanya wako biashara lakini wako katika exploitation. Angalia vile wasichana mnafanya. Mnataka kutuwekea nini katika mitandao? Huko ndio tumepotea, na hizi zote ni mbweha wadogo. Jambo la 3, ngono na mahusiano yasiyofaa. Ni mbweha
wadogo, ama mbweha namba 3, mbweha wadogo, ngono na mahusiano yasiyofaa. Brother amesema punda na nini? Ng'ombe isifungiwe pamoja. Wewe ng'ombe hapa ndani, punda ako huko nje. Na unataka kufungiwa, haki sitambadilisha. Mungu akauliza, kwani wewe ni Holy Spirit? Hakuna kitu kinaitwa PCM syndrome, yani preach, convert and marry. Kama ingekuwa hivyo, Yesu angesema basi enendeni kote ulimwenguni mkioa na kuolewa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana. Akasema endeni mhubiri. Na si kila mtu hata tukihubiri wiki mbili, wengine hata wakubali. Wewe unataka kuja kujifanya hapa. Ukae kama msichana mwingine kwetu. Alikuja akasema, "Oh, mnanionea wivu. Tutakuja hata tujenge kanisa ya ghorofa, tuondokane na hii mabati." Tukaambia, "Dada, hatujali na mambo ya kanisa, tunajali roho yako. Nini mko na wivu?" Tukastuma mama siendeni mmuongelesha. Akasema, "Mnaona wivu, mnafikiria kijana wako abadilishaki nguo moja tu kila Sabato ndiye atanioa. Wacheni wivu." Wanaume wakaambia, "Endeni, wametutusi." Wanaume akasema, mkana nini akinipatia? Yaani mnafikiria nitaolewa na vijana wenu? Tu kazi yake tu ya school, hata si romantic. Kwanza wa SPA si romantic. Nimepata mtu romantic. Tena ako na pesa, atakuja kujenga kanisa. Hii mambo ya mnaitisha pesa ya makambi mimi nitalipa yote. My husband atalipa na akajaolewa hata akajalipiwa mahali. Mwishowe kamefanya nini? Kameenda 3 months kamerudi. Nywele zimekaa kama steel wire zimesimama hivi. Kanakuja kakilia. Na unajua kilio kingine inakuwa ya ajabu. Machozi inapotaka kukuja zinaandamana, haki yetu, haki yetu. Zikikuja hivi, wenye wako hapa chini kwenye mapua wanauliza, "Ni nini inatendeka?" Wanaanza kuchungulia. Wanakuta Gen Z wanaitwa machozi wakiandamana, haki yetu. Hata wanaitoka wanaanza kuandamana. Wakifika hapa hawapitagi hapa hivi. Wanapita hapa kando, wanaungana na mate, unasikia na taste chumvi alafu zote zinateremka hapa hivi. Sasa nakuja wakini hawa naandamana haki yetu, amevuruta ile toroli kubwa ya nini? Ya suitcase. Anavuruta. Ni nini dada? Niliolewa na shetani, ile shetani mnahubiri kwa kanisani. Wachana na malaika zake, mimi niliolewa na shetani. Bwana Mungu nipatie warning. Tukamwambia, "Dada, si tulikwambia." Nilikuwa nafikiria ati ni wivu. Nilikuwa nafikiria mnafanya mzaa. Si mngenikaza tu kidogo haki ningangojea. Unakuja kulilia nani baadaye? Wote nilikuwa naongea ndio niangalie. Wamekufa kwa sababu ya ngono. Wengi wao katika vyuo vikuu. Na wengine wao wanafanya kazi. Huyu dada mmoja ndiye ndugu alikuwa anaongea juu yake 2011. Na list is on. Hata niliona juzi katika taarifa baada ya crisis ya corona, teenage pregnancy crisis kati ya miaka 10 na 15 na 14, watoto 2379. Hiyo ni between what? Miaka 10 na 14. Watoto wanazaa watoto. Na tukikuja kwenu sasa, najua yenu mnaficha. Wengine mlitupa kwa umbwa, wengine mkatupa kwa kiwanja, wengine mkatupa chooni, wengine mkaavya tu ikatike ikiendaga, hatuna flash. Hata ukiflash tunakuwa na missed call. Na hiyo ndio itakuhukumu. Mnaanza kufuata wanaume ati sponyo, mnawafuata huko. Hiyo ndio shida. Lazima tubadilike. Na mahusiano haya tuyakome, maana ni mbweha wadogo. Sikia. The way into a man's heart is not inside a blanket. Wengi wetu hatujapata waume kwa sababu tumekuwa kwa kitanda tukifikiria tutawashika. Hatuwashiki chini ya blanketi. Ongea kwa na damu mzuri na ukae mzuri hapa. Mimi najua kuna watu walimezea dada yule ulimwambia akusalimia, alikusalimia hivi. Kwanza ukuona, mimi niliona alikuwa na dress nzuri sana. Ni vile sasa sitaki kumuonyesha saa hii wanaume watamtamani zaidi. Ile calls utapata leo, ile watu watakuitisha namba dada, utashangaa. Adabu nzuri. Amen. Si hata ungare ni kusifu. Wakorintho wa kwanza 6:18, ikimbieni zinaa. Dhambi atendea mwanadamu nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Unapofanya zinaa, ukisema uongo hakuna mahali imekushika, lakini zinaa inakushika. Na haijasema usinishike, achana na yake, tunajua tunaenda kanisa unasema hiyo. Kimbia. Mwanaume ukimbie, ni wakati wa ukimbie, uachane na kuingia kwenye jela. Kwa nini? Mambo ya Walawi 17:7. Kama kuna kitu kinachoingiza watu katika uabudu shetani, namba 1, sio signing, sio kutia sahihi, sio kwenye mitandao, ni katika ngono. Kwa sababu zile
zinazotoka katika hao watu wawili ni damu. Na unapo exchange damu na mtu mwingine, umesign, umetia sahihi contract na shetani direct. So Walawi 17:7 inasema unapofuata uasherati unaingia katika devil worship. Kama umekuwa ukifanya, leo hii usijiite Mkristo. Tutakapokuwa tukiomba, tupigie ombi la mwisho, useme Mungu natubu, na achana na shetani na kuja kwako, na usirudie. Yule ulikuwa umemwacha jioni. Brother, elders, kama kuna waaminifu ni wa SDA. Waaminifu, wako waaminifu. Kivipi? Wataenda sleepover kuanzia Sunday mpaka Friday. Wataenda waondolewe kutu. Wataenda wapige hizo zote. Lakini ikifika Sabato, anaambia jamaa, siku hizi unajua leo ni Sabato. Wanakuwa waaminifu wazuri. Na wanakuja hapo, ujitazama, maisha ni sina kizuri, niwepo na tamaa. We! Na ladies kwanza, Bwana. Utafikiri unasikia wanaume anasikia kuguza biguni na vidole. Akifika naambia umekuja, naambia unajua singekuja, ilikuwa ni Sabato. Naambia sawa basi, kuja basi. We, ndio waaminifu sana. Sikia, Mithali 6:32, wanaume, mtu azinie na mwanamke hana akili. Mwenye hana akili anaitwa nini? Mwenye hana akili anaitwa nini? Mwenye hana akili anaitwa nini? Simukae kusema, na nitasema anaitwa mwenda wazimu. Ama mwenda ama kichaa. Kama wewe unaenda ukishika watoto wetu, mwenda wazimu. Kama utaki, vuta hapa ama uokoke. Mambo ni si matatu. Afanyaye jambo hili litamwangamiza nafsi ya kina dada mko. Ama nimegusa wanaume sana, hawatakuja jioni. Sikia. Kwani sauti yangu nilikata kidogo, samahani. Ukiwa primary, ulikuwa unaguzwa matiti unakimbia staff room. Na saa hii unaguzwa matiti unakimbia kitandani. Ng'ombe wewe. Kwani mimi ndio nimesema? Ni nini kinasababisha vijana tuingia katika uasherati? Wacha nitaje mambo haya haraka. Kutopata mafundisho kama haya. Ati msisemage mambo mengine, lakini naweza kufanya vijana. Kama unataka kwenda kufanya, wacha kujificha. Hata unajificha hivi. Enda pale street. Enda kabisa. Enda simama. Toa nguo, kanyaga hivi mwambie, for sale. 500 bei jioni bei. Anga kabisa, bend over naambia. Haraka. Sasa hii kitu ni gani? Simunibadilishie kama kuna battery ama ni nini? Hii imelala. Fanya kabisa. Ili siku ile utaenda jehanamu useme hivi, nilifanya yenyewe nilishiba. Kuliko ufanye kadogo, ukae Ukristo kadogo, ujazama kwa Ukristo, alafu kesho ukasafa. Na hujaishia Ukristo ukasikia utamu na hujakaa ukifanya kabisa. Fanya kabisa. Mpaka ukiona hivi tu hivi unakaa red. Kutopata mafundisho. Tutasema. Mimi kila mahali huyu brother anajua nikienda lazima niseme na niambie watu you will surely die, utakufa. So lazima mafundisho ya kuwepo. Nini nyingine inafanya wasababisha uasherati? Marafiki wabaya. Nionyeshe rafiki zako na mimi nitakwambia tabia yako. Nitaeleza hizi zote. Mitandao, pornografia na maandishi machafu na vitabu ninavyovisoma na vile vitu ninavyovisoma mitandaoni. Nini nyingine inaharibu? Taarifa potofu juu ya uasherati. Hata unajua kina dada ukisikia kakiuno kameletelete. Unaweza kuwa na shida ya menoria na hujui. Msiniulize ni nini, uliza daktari. Migonjwa akina dada, wanaume usistruggle kujua hiyo jina nimesema hivi. Na kama dada unashangaa, unaanza kupata uchungu nao zaidi ya siku zako za hedhi. Tafadhali enda katika hospitali ya serikali peke yake. Nimesema ya nini? Serikali peke yake. Tafadhali hata Aga Khan, hata Guru Nanak, hata MP Shah, hata Mata hawatakutibu hiyo kitu. Enda kwa hospitali za serikali peke yake, enda useme nataka kufanyiwa. Madaktari mko? Amko? Enda useme nataka kufanyiwa kitu inaitwa culture sensitivity.
Akienda kuambia nani alikuambia umwambie na mimi nataka kufanywa hivyo. Wengine wanataka kukuambia kwanza panda juu ya meza, lala hivi, fungua miguu, anze kukupapasa. Achana naye, mwambie tunataka culture sensitivity. Utapatiwa kachupa kidogo, ambie rudi nayo nyumbani, ukuja na mkojo wa asubuhi ile asubuhi ya kesho. Utakuja uache hapa, hakuna mahali unaguzwa dada ya mtu. Utaacha maji hapa, ingoje siku 3 ifanywe culture. Baada ya hiyo unakujia dawa. Utapona milele, hiyo msukuma inakusumbua inapona. Hiyo ni free advice kwa wasichana wetu. Tamaduni za na maadili zimetoweka. Vile watu walikuwa wanafundishwa, watu wanaenda kwa nyanya, wanafundishwa maneno, siku hizi hakuna. Kina dada kutovaa vizuri na vijana kuwadanganya wasichana ni baadhi ya vitu ambavyo vimesababisha watu kujiingiza na uasherati. Na bado ujue tunaongea mbaya namba ngapi? 3. Ngono na mahusiano yasiyofaa. Wacha nieleze hizi haraka kwa mifano ama kwa picha. Haraka. Namba ya kwanza, kutopata mafundisho. Mafundisho ambayo vijana wamekuwa wakifundishwa siku hizi zimekuwa adimu sana, mpaka hakuna vijana wanaofundishwa. Jambo la pili, marafiki wabaya. Unapata tunaenda pale Wakorintho wa kwanza 13:33. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Do not be deceived, evil company corrupt good morals. Unaenda Mkristo kabisa ametoka hapa leo, anaambiwa tuko na bash kesho, na utaenda na unaambiwa usivae kama mkurino. Wewe kesho unajipata umejiunga na marafiki wabaya, umejiunga. Kina dada utasikia umefanywa vituko vya hapa na pale. Naye pale unaenda, kila mtu anakuwa na demu yake, unabaki peke yako. Mimi sifanyaje, wewe ni Mkristo. Utabaki ukiona watu wakifanya mwisho unasema hata mimi. Vijana nao waachi nyuma, unapelekwa pale, unatafutiwa kako. Unaambiwa bro, si ujipange tu. Bro jipange. Jipange na kako, si ndio kale kako. Mbona wadogo marafiki wabaya. Jambo la 3, mitandao, pornografia na maandishi machafu. Kama kuna kitu kimeharibu ni media. Sio Google, sio WhatsApp, sio Facebook, sio YouTube, TikTok na kadhalika. Wasichana mnatusumbua. Zile vitu mnatupost. Ndugu yake anataka kwenda kazi, dada naye anataka kujisnice katika mitandao. Kumbe hajui jamaa hajatoka nje. Haya, toa simu sasa ujipige. Haya, jipige simu. Tunaona vile vituko mpaka watoto wadogo. Sasa watoto wadogo wameiga vile nyinyi mnafanya. Na wanafanya kwa sababu nyinyi mnafanya. Kwa sababu watu wakubwa mnataka kufanya nini? Unajipaka mafuta na unatuwekea mitandaoni. Tufanyie nini? Hizi ndio zinasababisha watoto wetu wanaingia katika uasherati. Jambo la 4. Nini inasababisha uasherati? Taarifa potofu juu ya uasherati na kutojua madhara. Saa zingine unajifanya hati wewe hiyo shida, nimewaambia ukiwa na shida yoyote ya maumivu kina dada, sio mwanaume, hiyo si kenye kiko ndani ya longi hapo, sio syringe. By the way, ukienda hiyo matibabu utadungwa shida yoyote, utasaidiwa na upewe dawa. Lakini usiambiwe wanaume wanatoa hizo. Zile tamaduni tulikuwa nazo nzuri, zilikuwa zinatusaidia. Namba 5. Kwa nini wanavijana wanaingiza uasherati? Ni kwa sababu zile tamaduni zilikuwa katika hata nchi yetu, zilikuwa nzuri na zimeondoka. Ninakumbuka katika wakati wetu, unakumbuka kwamba hatukuwa tunafanya nini? Tunaruhusiwa kuwatch vipindi vingine, hata kurusha matangazo mengine kwa television zetu za kitaifa ilikuwa inakatazwa. Lakini saa hizi nimepata huyu presenter, hii ni NTV. Nimepika tu kwa TV yangu. NTV, dada mzima na akili timamu 40+ anang'eng'ana na watoto wadogo kutoa bra ionekane. Alafu na nyinyi watoto wadogo kwa beach iko wapi? Angalia ati tunang'eng'ana na nini? Ati pesa tutavumilia. Hizi zote ni adhari. Wazee wenye wangekuwa na advice watoto ndio wanafukuzana na watoto wetu. Tukome kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka turudie hapa mahali watu walikuwa wanafukuzwa, wachape vizuri sana. Bado iko wazee, bado mnachapa watoto wenye mnapata wakifanya vituko huko njiani. Wachapwe. Angalia siku hizi wanaenda kufanya nini kwa beach? Wanaenda kufanya vituko kwa beach. Mkikosa hiyo tutawafanya yafuatayo. Kama unaanza kutembea na wanaume saa hii. Hivyo ndio tutawafanya. Kama hamusikii mafundisho, twende sehemu nyingine. Utamaliza weka huko. Weka huko.
Na tukitoka hapa kanisani tuwapate mkizunguka chini ya miti huko. Hii ndio tutawafanya leo jioni mkianza kushikana. Hata asimwakisha wametoka wapi kanisani waende nyumbani. Enda ndio huyo mwingine. Baba anafukuzana na nguo anavaa. Enda kimbia kabisa. Ati walikuwa natoka church. Ni nini wanafanya chini ya miti? Hata kama unabeba nguo na mikono, weka hivyo kabisa. Nini inasababisha kina dada kuvaa vibaya? Inasababisha nini? Pia watu waingize katika ngono. Hizo nguo mnazozivaa, mnavaa vibaya, mnaonyesha sehemu za mwili, mnavaa nguo zinawakaza. Sasa zingine hata ukijaribu kwenda kucheza katika sherehe zenu inapasuka. Hizo zote lazima zikome. Mgongo wazi, tumbo cut, manyungurus nje, stretcher, hizo zote ati tuko church na unajaribu kufunika na Biblia. Mkome kwa jina la Yesu Kristo. Ati tunavaa longi tusirepiwe, lazima tuweze kuvaa vizuri. Na tena unaweka miguu kama wanaume na unajua nguo imekatwa. Unataka kutuonyesha nini? Hizo ni wewe ndio unasababisha uasherati. Unaona vitu yenye mnaweka sokoni, nje, kifua na vitu zote hizo. Shida wanaume ni macho. Wanaume tu wanaona macho. Brother, huyo dada nimuonyesha wa mwisho alikuwa na nguo imeandikwa namba ngapi kwa mgongo. Na wanaume wote, haina pasta, haina kijana, haina mshiriki. Mzee, ilikuwa ni nguo namba ngapi? Unaona? Haina umri, wanaume wote tuko sawa. Usipovaa vizuri, hata watoto wadogo wanashangaa siku hizi ni nini nasa. I feel bad for this auntie. She don't have much clothes like me. My shirt is small. I would have helped her. Sikia dada advice anakupatia. Unavaa, unaonyesha kila kitu nje. Dada anakuambia nini? Cheki. Kutoa matiti yako mbili nje, itakupea bwana. Kwa nini? Mbwa ako na 8 na analala nje. Angalia, si mnavaa trouser na mnataka kuvaa. Hata ng'ombe inajua hii sio nguo mzuri. Angalia hata ng'ombe. Namba 7. Kutojua madhara ya nini? Wewe mwanaume enda fanya uasherati utakuwa frustrated. Wewe dada fanya uasherati utabeba boli. Na ukibeba boli kama bado uko shuleni, wenzako wanaenda shule, wewe unachekwa. Baada ya hiyo magonjwa yanakuandama. Na magonjwa yanakuandama, kina dada magonjwa yanakuandama, kina wanaume magonjwa yanakuandama na utalia. Lakini sasa unasema hatuna neno. Finally wanaume wanadanganya kina dada. Usijue nini. Kuna vitu vingi mnadanganywa nazo. Kuna mtu ananiashiria saa nimetumia dakika 53 sasa. Shida ni kwamba niko na timer yangu Ukiangalia hizo zote ati you cannot get pregnant on the first day, tutafanya tukisimama. Hiyo ni upuzi, yote unadanganywa. Usikubali, jizoeze kusema hapana na ukikimbie. Maana wao wanakudanganya na anasema nitakusomeza mpaka university. Mwenyewe akikufikisha kwa nyumba, umwambie akianza kutoa trao na tena kuna wakajua na anavaa gambu. Atakusaidia na nini isipokuwa kangumu ya 5 pop? Akifika kwa nyumba, ngoza inakaa kama hiyo. Tulikuwa bado namba 3, ngono na mahusiano yasiyofaa ni mbweha namba 5. Ya namba 3. Kwa hivyo tutaepukaje tusipojua madhara ya uasherati? Ni dhambi mbele za Mungu. Hudhalilisha mwanamke mpaka ukachukiwa na huyo mwanaume. Inasababisha uavyaji wa mimba, ama upate mimba nje ya ndoa, ama usizae baada ya kuavya mimba, usiwahi zaa tena. Pia unaweza kuwa ni mzazi mmoja ama ukawa single parent. Shida ya mwanaume akikula anakaa kama kuku. Na wewe ndio utabeba zawadi. Ama unaamua hautawahi olewa tena kwa sababu ya ngono. Shida nyingine ya uasherati ni nini? Kutoheshimiana kama nyinyi wawili mtaoana. Kila mtu anashuku mwenzake. Kama alinipea siku ile, si lazima kuna mwingine anapeana. Mtakaa mkishukiana kwa nyumba. Suspects kwa nyumba. So, tufanye nini ndugu zangu? 7. Madhara ya uasherati, uhusiano wa kutengana kwenye ndoa. Nimeona watu walioanza na uasherati na sasa wametengana. Kutokuaminiana. Mwingine akienda Nairobi, mwingine ako Mombasa, lazima ako na mtu. Adhari ya saratani ya uzazi. Wewe mwenye unapeana ukifanya kila mara ukiwa katika umri mdogo, lazima utashikwa na cervical cancer ama saratani ya uzazi. Jambo lingine,
Wapenzi wa uasherati hawawezi kuoana. Ni kumaliziana tu muda. Ni wewe tu. Je, huyo rafiki umemchagua anakusaidia ama ni mtu ambaye anakuletea madhara? Je, unaongea saizi ya kwamba ni boyfriend girlfriend anakuletea madhara ama ni mtu shida ikitokea anakuhepa? Je, ni yule mnapokuwa na pamoja na yeye anataka upate madhara ndio apate kitu ya kupost kwa TikTok, ama ni yule anaweza kukusaidia? Unaona? Je, ni mtu aina gani yule ambaye mnatembea pamoja naye? Bwana namba 4, kamari, betting, fedha za haraka. Isaya 65:11. Bali nyinyi mwamwachao Bwana na kusahau mlima wangu mtakatifu na kuandika meza kwa ajili ya bahati na kuyajaza ajali vyombo vya divai iliyochanganyika. Unapoanza kushughulika na meza hii za bahati, that is betting, fortune, umemwacha Bwana na kusahau mlima mtakatifu wa Mungu. So, badala ya kuacha Mungu, mrudie Mungu. Mungu anataka tufanye kazi kwa mikono, sio kufuata kamari. Ndiposa watu wengi wamebebwa na helikopta, wameenda wametupwa kuzimuni. Wataanza kushikwa na depression, watakufa na mwishoe jehanamu. Namba 5. Bado tunaongea mbweha wadogo, marafiki na wanarika ama pia influence. Je, marafiki wako ni wa aina gani? Unaweza kuwakataa marafiki zako na kusema hapana. Lazima uweze kuangalia ni marafiki wa aina gani unaotengeneza. Wakorintho wa kwanza 15:33, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Angalia marafiki zako vizuri. Ajifanyia rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu, naye ni Yesu. Ukitaka urafiki mzuri ni Yesu na wale wanashikana na Yesu. Ukipata marafiki wabaya watakupeleka pabaya, na tabia yako iliyokuwa tabia nzuri hapo mwanzoni inaanza kuwa tabia mbaya. Kama marafiki wako ni watu kama aina hii ni marafiki kweli wa kushika marafiki hapo? Hapana. Kwa nini? Watakufanya uanze kuoza. Jambo lingine la 6, majaribu kwenye elimu. Tunaambiwa ya kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzao wako. Kama vile ndugu alikuwa ametupatia mfano, nitarejea mfano huo. Mungu ndiye mwanzilishi wa masomo yote, na yeye hupeana hekima ya kufaulu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 8:11 hadi 17, Mungu ndiye analeta masomo. Hata ukileta majishida kama hizi, kesho utaanza kutusumbua. Uliacha shule, kesho ndio utatutengenezea barabara. Wewe ukaacha vitabu, badala ya kusoma, wewe ndio utakuja kesho unaanza kufanya nini? Kutubebea mizigo barabarani. Hatimaye kitabu cha Wimbo Ulio Bora 2 aya yake ya 15 inasema hivi: tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibue mizabibu, maana mizabibu yetu inachanua. Si hata unajua kambweha kako? Si unajua kambweha kako? Kako wapi? Na unajua ni nini inakusumbua? Warumi 7:24 na 25 ikasema hivi: ole wangu maskini mimi. Paulo akalia, hata yeye alikuwa na kambweha kake, akasema ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Paulo hata yeye aligundua kanaka kambweha kake kadogo. Sio lazima ni yenye nimeyataja hayo peke yake. Kuna mambo ya kadogo tudogo. Si hata wewe unajua yako. So, kama uko na kambweha kako, nakupa dakika chache ufikirie. Na utasimama hapo kusudi usije ukasemekana, kumbe hata Jona alienda pale mbele. Usije. Utasimama hapo mahali huko, tutaomba na wewe. Lakini kabla ya hiyo, naomba wale ambao wamemaliza, si tuliwaambia wenye wamefanya nini? Wanaenda masomo, si ndio? Na wenye wako kwa uchumba, wengine wakabaki hapo katikati hawajatajwa, na wenye wamemaliza shule na wanataka kazi. Wenye wametafuta kazi na zinashindikana.
Mungu ni Mungu wa vitu vyote. Na ukisoma Deuteronomy yenye tumetoka kusoma saa hizi 8:11, anasema Bwana ndiye akupaye nguvu za kufanya hizo kazi na kupata kazi na kupata utajiri. Zaburi 24 anasema ya kwamba dunia na vyote vijazavyo, dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya nani? Simwambie akupatie. Na tunataka watu watakao 1 June, tunataka testimony ya watu wameenda kazi. Sio mzaha. Amen. Na leo hii ni mabadiliko. Tunapopata pisi ya wimbo fulani hapa, naomba wale wanataka kuombewa kazi tujae mbele. Si ndugu bana, nisongezee kitu, nataka watu wajae mbele hapa tuombe. Ama nikuwe kipea wimbo ndio usikiage ndio useme tupige wimbo wa kidogo. Alafu niondolee kitu. Wenye wanataka kuombewa wapate kazi. Tuliombea wachumba, tukaombea wanafunzi, sasa ni kuombea wanaotafuta kazi. Kazi aina yote, either business, self-employed ama to be employed. Na umetuma CV. Hata ya kutuma usitume nyingine, imetosha. Tunataka kukuombea Mungu akuletee njia. Na tuambie Mungu, nataka unirehemu nipate kazi Mungu wangu. Nataka kuomba na wewe. Unataka kutapata kazi? Umetaabika? Wimbo unapoendelea. Naomba sasa wale wanataka kuombewa mambo ya kazi, employment, either self-employment, kuna biashara unataka kufungua, kuna CV umetuma za kutosha, njoo mbele. Na kama uko hapo na uko na kambwe hakako kadogo, unaweza simama na ukabaki hapo hapo mahali ulipo wakati wenye wanakuja mbele wako hapo. Na kama wewe ni miongoni mwenye uko na mbwe kadogo na unataka kazi, ambia pia Mungu niondolee ukiwa hapa mbele. Tusonge tu karibu hivi. Brother ni nini? Njoo tuombee hawa watumishi. Lazima watu waanze kazi June. Tunapoanza government financial year ya July, tarehe 1 watakuwa wakikuwa na mishahara yao kwa mifuko. Nataka sasa hawa tutapiga magoti. Sote si shida, hii na washago tutapiga magoti. Kama hujui kupiga magoti tafadhali brother utarudi. Lakini kama unajua kupiga utaomba nitamaliza. Okay, let's pray. Our Father and our God in heaven, we kneel and bow before thy throne of grace this afternoon in honor and glory and praise of your name. Sovereign Lord, our creator and our redeemer, we dedicate and commit our youth who have come up from. Lord, you know each and every one of them by name. You know their profession, their careers, their dreams, their desires. My Father in heaven, I ask you in Jesus' name that this afternoon, Lord, our young people who have been applying for jobs, who have been shooting, Lord, this day, May 16th, 2026, they have come before thy throne of grace by faith. They are asking you to open the windows of heaven and open the doors of heaven and bless them. In all their dreams and their desires, I ask you to enable them to be employed. I ask you to enable them to have income generating activities in their training, in their profession. They have spent time. They have skills. They have creativity. They have innovation. They have the professional training. Lord, it is high time they are employed. That's the way even Daniel in Babylon and his brothers were employed by the government of Babylon. I commit our young people. Let them, Lord, be employed. Let them, oh Lord, generate income. And I pray that remind them when they shall earn, they should remember to return tithe faithfully. Lord, I pray that may your will be done on earth as it is in heaven. For this is our humble prayer, trusting and believing in Jesus' name. Amen. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, imekupendeza adhuhuri njema Baba kuwaleta watoto wako tena miguuni pako. Baba,
ahadi zako ni za kweli na amina. Ndiposa Yesu, baada ya wana wa Israeli kuzunguka ya jangwa, ukasema Baba, basi yatosha. Mlivyozunguka katika mlima huu yatosha. Kuzunguka katika kutafuta kazi, kuzunguka wakiandika mabarua, zingine ni barua rasmi, barua pepe na zinginezo. Mungu yatosha leo. Kwa ombi hili ukasema tudai ahadi zako. Nadai ahadi ya kwamba kila mmoja Yesu, kulingana na kumbukumbu la Torati tuliyoitamka, wakapate kazi, wakapate baraka, wakapate utajiri kutoka kwako. Baba, hatuna mwingine. Kama tunavyoomba wazazi wetu, tukisema Baba niletee mkate, wanatuletea. Yesu, mpatie kila mmoja kazi yake. Panapo muhula huu, kipindi hiki cha mwezi ujao, mwezi wa 6, watamalaki kazi hizo. Ifikapo Julai, Bwana, washerekee kanisani, wakilete zaka na sadaka katika kanisa lako. Kama kuna dhambi ambayo imefanya ikatuzuilia, Yesu, imekoma leo, maana tumetubu. Wapokee kazi zao Baba sasa, maana umewatunuku. Tunakutukuza maana umewatendea. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Wanapoenda kuketi, pengine wengine wao hapa wako na wale ambao wako na kambweha kadogo, watasalia wamesimama, na wale tuko pale ndani kwenye umati tutasimama. Kama kuna mbweha unataka kusarenda, mwambie Yesu, tukamatie mbweha wadogo. Yesu, nikamatie mbweha wadogo. Naomba usimame tunapoenda kuomba. Kama kuna mbweha ndogo inakusumbua katika maishani na ungempata Yesu akusaidie, simama. Hii siwezi kuita na ningoje mbweha wadogo. Naenda kuomba. Kama uko pale unataka ambia Yesu, nikamatie mbweha wadogo, tunaomba. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba yetu, tumejua ya kwamba kuna mbweha wadogo ambao tulidhani katika maisha yetu hawawezi leta madhara, ila leo hii tumejua madhara ni mengi, hata kutukosesha mbele zako Bwana. Tunatubu Yesu, waliosimama kwa miguu yao na wakasema Baba, pamoja nami tukamatie mbweha wadogo. Yesu, kwa sababu umetushindia, na tu zaidi ya washindi umetukamatia. Tupe sasa nguvu ya kusema hapana na kukataa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen.